tuangalie kwenye mchezo wenyewe baadhi ya matukio ambayo yalitokea. Goli la kwanza ambalo Simba wamefungwa, kwa nini lawama zinaenda kwa Musa Kamara, jemedari? Angeweza kufanya vizuri zaidi ya vile. Haukuwa mpira, ulikuwa ni mpira mbaya kwa sababu umekuja ukadunda. Lakini ni aina ya mipira ambayo inafanywa mazoezi kila siku mazoezini. Unapigiwa mashuti ya namna ile, anadunda mbele, unaokoa. Na ulipigwa mbali, alikuwa anauona, alikuwa na time wa kuokoa ule mpira. Ile ni goli ambalo hawezi kulikataa. Ni goli linatokana na makosa yake binafsi. Ilikuwa ni goli lake kabisa, poor performance. Timing mbaya, yes. Timing mbaya. Lakini ulimdundia wakati amesha ndo tabia ya mpira wenye upepo, kudunda. Ndo tabia yake. Pale ukipangua ndo kama alivyopangua ingiza moja kwa moja kwa sababu tayari hajapangua, mpira umempita mikononi. Umemgusa tu, ile umempita mikononi, hajapangua. Kwa sababu alikuwa karibu na chuma, angepangua kidogo tu ungekwenda nje, ingekuwa kona. Hakupangua, yes, mpira umepita mikononi. Na amefanya timing mbaya, mpira ukapiga mikono kaingia. Hakupangua, ukipangua unaweka ule alishtukizwa na ule mpira. Kwa reaction yake unahisi kama alistuka. Hakutegemea. Lakini hayo ndo maeneo ambayo magolikipa wanafungwa akiwa hajajiandaa. Sawa. Lakini haiondoi makosa yako. Yule jamaa ametumia tu udhaifu kwamba hapa golikipa hajajiandaa, anaona space nipige. Ukiingia tunamsifia jamaa kwa sababu amekusurprise. Lakini tunakulaumu wewe kwa sababu unapaswa kuwa attentive wakati wote. Wakati wote mpira utakuja hapo. Kwa hiyo wewe kwa kustuka kwako alafu ukachelewa kwenda, mpira ukapiga mikononi ukaingia, that is your own mistake. Mabeki walikuwa hawezi kufanya kitu kabla ya kipa kupigiwa mpira bana. Ukisha sasa basi watakuja kudaka mpaka ukuja kukaba mpaka mikono yako. Kuna kipa wetu mmoja hapo alikuwa anamwambia tukabe makwapani mwako kwa sababu mpira unapita kwa pani. Haimaanishi kwamba wewe ukikaa golini au sisi tukuwepo mbele ya wewe basi wewe hutopigiwa mpira. Si basi si utoke. Ndio maana unasema a good goalkeeper ni 50% ya ushindi wa timu. Kwa sababu huko tunajua sisi kuna mambo yatatushinda, halafu wewe utafanyaje? Utaokoa. Sasa kila tukipitwa mpira unaingia. Lakini so that was his own mistake. Yep. Evans, magoli kama yale Aziz Ki pia amewahi kuyafunga hapa, tukiona yanayodunda hapa. Sio mara moja. Na utakumbuka kipindi kile stories za Basha zilikuwa nyingi sana. Ni magoli ambayo sio rahisi kwa goalkeeper kudaka kwenye mazingira hayo, na ndio maana ukienda hata kwenye viwanja vya mazoezi ni mazoezi ambayo goalkeepers wanafanyishwa. Pia kuna zile deflection, mpira ukimgonga mtu, uharaka wako kubadilisha movement yako ukoje. Kwa hiyo kuna namna mimi naamini na kilichopelekea yale ni huyu Kamara kukosekana kwa kipindi fulani kwa sababu ya majeraha. Yaani ukiangalia tu jana fitness yake tu inakueleza huyu mtu hayuko sawa sawa. Angalia chuma ya pili ambayo anaiokota. Yaani timing yake bado imekuwa ina shida kwenye matukio mawili yote ya magoli ya jana. Kwa sababu ukiangalia mpigaji mahali alikokuwa, kitendo cha amereceive mahali imejiseti, anachapa, upo golini, umeshindwa kufanya timing nzuri kwenye kukadiria huo mpira, ni changamoto nyingine. Goli la pili unamwekea mtu mguuni kabisa. Mguuni. Alikuwa anaweza kufanya bora zaidi ya pale, ila amemwekea mtu mguuni, amesukuma. Kwa hiyo mpira ulikuwa na nguvu. Kwa unafikia hata kapiga ule. Mpira ulikuwa na nguvu, unasema, yani akasukuma tu. Cross ilikuwa na nguvu, msahau. Hamna. Yani cross Kamara ndo ameweka mguuni kwa mtu. Amemgongesha ule. Ndio hiyo, yani kamwekea mguuni. Kwa sababu amepunch ukaenda kumpiga yule jamaa. Kwa pale alikuwa anaweza kufanya nini zaidi ya kile alichokifanya kupunch? Kwa sababu mpira ulikuwa na nguvu, tukumbuke. Alikuwa anaweza kufanya kudaka. Alikuwa anaweza kaudaka. Ilikuwa shoot. Haikuwa shoot lakini na nguvu, si cross ambayo inakuja upande ambao sio wako, maana yake kudaka na kaudaka kabisa akatulia nao. Hawezi kudaka. Na kwenye situation kama zile magolikipa wanashauriwa kupunch mipira ikiwa inatokea pembeni, lakini yeye alipunch mpira ukiwa unarudi tena kwenye 6 yard box. Unajua lile eneo tayari kuna population, kuna watu wengi. Unaweza ukapunch, ndo kama vile ilivyotokea mpira ukaenda kumgonga John Ebuka. So angeweza kupunch mpira ukaenda pembeni, au angeweza kupunch mpira akautupa mbali zaidi ukiwa usawa wa juu, lakini ameupunch usawa wa chini. Lakini mpira hukuja juu pia, tukumbuke. Sawa, lakini angeweza kutumia ngumi, ana punch kabisa mpira unatoka. Wapo magolikipa ambao wanaweza kufanya hivyo, au akaupunch ukatoka pembeni. Binafsi naungana na wenzangu, magoli yote mawili ni uzembe wa Kamara.
Goli la kwanza. Hata goli la pili? Yes. Magoli yote mawili ni uzembe wa Goli Kamara. lake. Okay. Goli la kwanza ni kichekesho kwa sababu level ya Kamara aliyokuwa nayo, he should have done better. Wanapewa mazoezi kwenye training ground, kuna hizo equipment ambazo wanapewa. Mara nyingi huwa wanawekwa golini, kuna mipira kama 7 inapangwa, and then ikipigwa free kick inakwenda kudeflect kwenye ile mipira, and then mpira unahama. Au kuna vifaa fulani huwa wanavitumia, wanaweka mbele ya goli, mpira ukipigwa mpira una deflect and then unahama. Kwa hiyo tunachotarajia kwa goalkeeper ni ile reaction save, kwamba mpira tayari umedeflect sehemu and then umehama direction au umedunda, una react vipi kusave ule mpira. Wanafundishwa. Kamara angeweza kupanchi mpira ukatokea nje pembeni, lakini sielewi pale alitaka kuudaka mazima au alitaka kufanya nini. Goli la kizembe. Goli la pili amezungumza Evans, goli la kizembe. So ni moment ambazo wana Simba wangetarajia goalkeeper wao wabebe kwa sababu ni mechi ya knockout. Lakini ndio mchezaji ambaye jana aliflop kuliko wachezaji wote. Makosa yake haya yapo tu, huwa hayaonekani kwa sababu wakati mwingine timu inashinda, ama tuseme ni jana tu akuwa na siku nzuri. Kosa la dabi, unakumbuka kwenye dabi. Yani Kamara amekuwa na ups and down. Usisahau ya Tanga Mechi Coastal Union na mechi zilifuatana. Kulikuwa na mechi ya Coast na mechi iliyofuata ni ya dabi. Ya dabi. Afanya makosa amefuatana. Ruka kama kishada, yuko vizuri kabisa. na kosa la dabi lilikuwa lina makosa mawili. Kosa la kwanza la kutambua this is indirect or direct free kick, ambayo you expect mchezaji wa kimataifa awe anajua hilo. Mchezaji mkubwa anacheza ligi kuu awe anajua hilo, kwamba ikipigwa indirect free kick inakuaje na direct free kick inakuaje. Lakini la pili ni ku anticipate na kupima ukuta wako kwa jua the ball is going out au uko ndani kwenye mchezo. Kwa hiyo ukidive kwenda kuutoa mpira nje kwa uleta ndani, that's your mistake. Sio? Unaelewa? Alafu akaja kufungwa magoli yale ambayo ya Coast. Poa. Sasa kwa jana kuna kwa fulani tulikuwa tuna wakati wa yule Mwarabu alikuwa anaitwa nani yule? Ayubu ni mzuri. Hapana. Alikuwa anafanya makosa mengi ambayo mwanzoni. Ngoja basi. Ambayo alikuwa haadhibiwi nayo. Yaani anafanya kosa, alafu baadaye anaenda huko likaja mpira anakuja kuokoa kwa sababu unambabua, unatoka kona na nini. Kulikuwa na makosa, baadaye makosa yakaanza kutumika, kila mtu akaona Hugo kipa wa kawaida. So kwangu mimi Kamara anabidi apunguze makosa. Unajua Simba ni timu ambayo ina mahitaji mengi. Inahitaji kuchukua FA, inahitaji kuchukua ubingwa wa ligi, inahitaji kuchukua Confederation huko wanakocheza. Na unajua unapocheza mashindano makubwa kama haya, upaswi kufanya makosa makubwa yanayoweza kupelekea magoli kwenye timu yako. Kumbuka Chema Lone alikuwa amefanya makosa yale ambayo yanapelekea magoli. Kila mtu anaanza kuona vipi sasa? Umeelewa? Na kama vile ambavyo Simba pia, kwa mfano kwenye game ya jana, goalkeeper alikuwa na performance mbaya, lakini na wenyewe wachezaji wa ndani create a lot of chances, you don't score big chances, unapata huwezi kufunga. Mashindano haya ni makubwa. They'll kill you. Sasa turudi kutazama kutoka pia kwa makosa ya Musa Kamara. Twende kwenye makosa mengine ambayo yalijitokeza. Juma, kabla tujaenda kuangalia mchezo mzima kwa ujumla. Jana tukio la penalty ambalo kila mmoja aliyelitazama akakiri kwamba ni penalty, lakini VAR haikufanya hiyo kazi ya kuangalia kama ni tukio la penalty au la, na mwisho wa siku mchezo uliendelea. Wengine wakasema haikuwa kwa sababu ni offside, lakini hakukuwa na ishara ya offside wala kitu chochote zaidi ya mchezo kuendelea. Hapo hiyo VAR baadaye inakuja kuangalia. VAR baadaye inakuja kuangalia kama ni goli ni offside ama sio offside, na ikafanya maamuzi. Kwa nini VAR ikachagua matukio, lakini tukio ambalo alifanywa Leonel Ateba lilikuwa ni penalty ya halali? Ni uongo, ni wizi. Simba wamenyimwa haki yao, wamenyongwa. Ni uzurumishi ambao umepitiliza, na sijui kama system ilikuwa on au system iliwashwa baada ya tukio la Almasiri kupata goli ambalo lilitakiwa kuangaliwa. I don't know, kwa sababu pia nimeshuhudia tukio kama hili kwenye mechi ya MC Alger na Orlando Pirates. Unajua MC walipata goli ambalo binafsi naamini ilikuwa ni clear goal, lakini muamuzi hakupewa call yoyote.
na mechi iliendelea. Kuanzia hatua ya robo finali tunaambiwa kwamba kuna VAR. Binafsi siamini kama system inakuwa on kwa dakika zote 90. Kama inakuwa on basi ni kwa dakika chache. Simba wamenyimwa goli halali, wamefanyiwa umafia na uwizi wa wazi. Penalty wamenyimwa. Kwa sababu ukitazama tukio, golikipa hakucheza mpira, amekwenda kucheza mwili wa Ateba. Ateba amelala chini, mpira umeendelea, umefika kwenye zoni ya Masiri, mpira umesimama, refa karudi kumtazama Ateba. Hakuna signal yoyote iliyomuita refali kwenda kwenye monitor kutazama tukio. Kama system ingekuwa on, kwa nini refa hakuitwa? Kingine, na walaumu pia wachezaji wa Simba kutompressurize muamuzi kwa 100%. Kwa sababu kama wangeendelea kumgasgas kwa kwamba bwana vipi, wangeendelea kumgas, inawezekana angeweza kubadilisha maamuzi. Lakini bado naamini tukio la Ateba kulala chini kwa muda mrefu lilitakiwa pia kumsukuma muamuzi kwenda kwenye monitor, angeweza kupata signal. Lakini hata wakati ule tukiwa South Africa na wakati Yanga wanatakiwa wachezaji kunani, watu wamekaa kule nyuma wanaongea wenyewe, yani huoni kama kuna kitu wanakihitaji tofauti na wenzetu, watu wanamkimbilia muamuzi kabisa, bwana vipi kuna tukio hapa. Ndio maana binafsi mimi kama uliona vile ambavyo goli lao liambiwa kwamba ni offside, wote wakaenda kumfuata muamuzi na wakawa wanamzonga zonga. Binafsi nadhani bado tunahitaji improvement kubwa kwenye system ya VAR Afrika. Bado tuna mapungufu. Yes, tunaambiwa kuanzia robo finali kuna hiyo system inafanya kazi. Lakini are we sure enough system inakuwa on kwa dakika zote 90? Na kama inakuwa on, kwa nini matukio makubwa kama hayo ambayo yanatakiwa kuamuliwa na VAR hayaendi kutazamwa? Kwa nini hayaendi kutazamwa? Kwa Simba wamezulumiwa tu live kabisa. Okay. Sasa baada hilo tukio Jessica, tuliunge hapo shot on target 7 ambazo Simba wametengeneza kabisa nafasi. Wamepiga. Sawa, mimi hilo tukio pia sijataka nichangie. Okay, kabla tujaenda kwenye haya tunataka kuzungumza Jimmy, hilo tukio utupitishe pia hata hayo matumizi yenyewe ya VAR ikoje? Kwa sababu tusije tukawa tunataka hapa muamuzi aangalie VAR wakati ile tukio halipaswi kuamuliwa kwenye hao mazingira. VAR ina protocols zake. Ndio. Ambazo zinaitwa VAR protocols. Ndio. Ni VAR ni video assistance referee. Ndio. Wale ni wasaidizi wa mwamuzi, ni sehemu ya wasaidizi wa mwamuzi. Ndio. Mwamuzi mkuu ni yule mwamuzi wa kati. Ndio. Na unajua juzi wakati naangalia Champions League nilimuona Arajiga akiwa mwamuzi wa mezani kwenye mechi ya Pyramid. Ndio. Alikuwa anaingiza watu. Nikajiuliza, yani inakuaje Arajiga ametoka amekwenda kuwa mwamuzi wa mezani, au wanaochezesha mbona sio wa Tanzania? Kwa sababu angeweza kuwa fourth official, yes, lakini kama ile timu nzima ni ya Watanzania. Tanzania ndio. Nikaona waamuzi ni kutoka sehemu tofauti. Why this? Nilivyofuatilia nikaambiwa CAF kwenye hatua hizi hawachukui waamuzi wote kutoka sehemu moja. Ndio. Wanachukua waamuzi kutoka sehemu tofauti. Na unajua kwa sababu ya nature ya mpira wetu wa Kiafrika, unawaelewa kama mpira wetu huu una mipango ya nje ya kiwanja mingi. So wanajaribu kutanua wigo kwamba hata wewe ukitaka kuwafikia isiwe rahisi kuwafikia waamuzi wote kutoka South Africa au wote kutoka Tanzania, ukawafikia kirahisi tu ukawakrim na nini. Kwa hiyo kwa sababu kila mmoja anatoka direction yake, watakuja kwako tu hapo, utawapokea kwa na FA itawapokea kwa siku tofauti na watapangiwa eneo moja, lakini wametoka direction tofauti. Hakuna mazungumzo ya pamoja yale ambayo bana hapa tuchukue kitu bali mpira iacho. CAF wameliona hilo. Na ndivyo hivyo hata wale wanaokuepo kwenye VAR na wenyewe pia wanatoka sehemu tofauti. Hawatoki sehemu moja. Sasa basi, protocols ni zipi? Offside or no offside, goal or no goal, penalty or no penalty, red card or no red card. Hizo ndo
VAR inaangalia mambo hayo. Ndio. Sawa? Sasa jana ukienda kwenye tukio la jana, kwa namna ambavyo waamuzi, likitokea jambo lolote, ile on-field decision ya mwamuzi baada ya kutokea jambo, kwa mfano goli imefungwa, anaposema goli, ana wale walioko kwenye vyumba wana communicate naye kumwambia ndio usianzishe mpira kwa sababu kuna 1 2 3. Ngoja kwanza tu fanye check up. Ndio maana mwamuzi huwa anasimama. Hata ile goli la Simba lilofungwa la pili, alisimama muda mrefu anasubiri maelekezo kutoka vyumbani. Hakuomba yeye maelekezo, na wala hakusimama vile kwa sababu eti wachezaji wa timu ile ya Al-Masry walikuwa kumpiga pressure. Wala alisimama kwa sababu alipewa maelekezo na wasaidizi wake kwamba bana, hapo kuna issue ya offside, kwanza ngoja tuone, tujiridhishe kwamba was it offside or not. Na bahati mbaya ya offside, hakuna on field review ya kwenda akaenda kuangalia pale kwenye screen, kwa sababu offside inaamliwa huko, utachorwa mstari utamwambia bwana, this was an offside, this was not, it's a clear goal. Kwa hiyo jana baada ya pale wakamwambia ni goli. Kilichopaswa kufanywa, wale walipaswa kumwambia kwamba bwana, huo mpira usiendelee kwa sababu kuna incidence ya penalty iko hapo. So wacha tufanye verification tujue kwamba ni penalty or no penalty. Kilichofanya asiende kwenye VAR kwenda kuangalia sio yeye, ni wale walioko kule hawakumpa information, na kwa utaratibu he doesn't request, wale ndio wanamwambia. Basi wale wajana waliokuwa kule ndio tu sawa, walipaswa kumwambia kwamba bana, hapa kuna incidence ya penalty, na anapokwenda pale kwenye screen anakutana na ushahidi, wanampa zile picha, wanamchukulia picha, wanazinawekwa pale bana, angalia hapo, angalia engo hii, angalia engo hii. Lakini ukiniuliza mimi, that was clear penalty. Na kama mwamuzi angepata hiyo fursa ya kupelekwa pale kwenda kuangalia, he would come and say it's a penalty kabisa. Hakukuwa na shaka yoyote. Na unajua watu wanajitia unyonge kwamba unajua ilitokea Yanga, sasa hivi imetokea Simba, ule utanzania wetu. Come on, wala sio utanzania wetu. Crown Media. Hapa ni nyumbani.